Kituo cha polisi cha Sang'alo kwenye eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma, baada ya afisa wa polisi kufyatua risasi hewani kuwatishia wakazi walioandamana kulalamikia utovu wa usalama kufuatia kuuawa kwa mlinzi mmoja na kujeruhiwa kwa wengine watatu. Athman Said na taarifa hiyo. Ilikuwa vuta ni kuvute baina ya wakazi wenye hasira na maafisa wa usalama katika kituo cha polisi cha Sang'alo, kaunti ya Bungoma. Hii ni kufuatia polisi mmoja kufyatua risasi hewani kwa jaribio la kuwatawanya wakazi waliofika kituoni kulalamikia utovu wa usalama. Kulingana na wakazi, wahalifu walivamia hoteli moja na eneo la burudani majira ya saa 10 asubuhi kuamkia Jumatatu na kuiba vifaa vya kielektroniki baada ya kuwavamia watu 4 na kumuua mlinzi mmoja na kumwacha mwingine katika hali mahututi. Vile wahalifu hao waliwajeruhi wafanyikazi 2 wa hoteli hiyo ambao tayari wamepewa matibabu na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Pamoja wakaingia mule ndani ambao wakaanza kukata ma-TV. Sasa pia wafanyakazi wangu wengine kwa kutojua kama ni majambazi wako ndani ambao huwa wanafanya hapo kazi ya cleaning. Aidha, wakazi wamewalaumu maafisa wa polisi kwa kuzembea kazini, wakisema kuwa tukio lililotokea mita chache kutoka kituo cha polisi, huku wakitaka maafisa hao kuhamishwa. Inamaanisha hao wezi wamefanya uchunguzi wakajua hawa askari wanazembea kazini. Ndio maana wakapata the audacity ya kuja kuiba kwa mlango ya askari. Huwezi niambia mtu hata kama hakuna mtu alipika nduru, lakini hao wezi wanajua police station iko hapa. Hata hivyo, mbunge wa Kandui John Makali ameelezea kusikitishwa kwake na tukio hilo licha ya maafisa wa usalama kuwepo, na akaahidi wakazi kurejeshwa kwa utulivu na usalama. OCPD wa Bungoma Kusini William Leting amesema kuwa tayari wameanzisha uchunguzi ili kubainisha ni kina nani waliohusika. Vile ameongezea kufanya mabadiliko kwa maafisa wa usalama. Imarisha pia mambo ya security hapa tumeangalia askari wako wachache na wengi tutapatilisha, tuangalie tuongeze na tupatilishe wengine. Tuangalie kama hiyo ndio itasaidia sengine. Athman Saidi Mwamlisho, TV47.